Uganga unazidi kunoga kama mbinu ya kutatua matatizo yanaowakabili baadhi ya watu nchini, haswa wanaoibiwa. Katika kisa cha hivi punde, mganga mmoja kazua purugushani kubwa katika kijiji cha Chepkutung, Kericho, baada ya yale alotabiri kutokea. Jamaa huyu alijileta hapa mwenyewe na kuanza kula nyasi. Alikula nyasi kama vile mganga alivyotabiri kuwa aliyeiba ng'ombe wangetokea kula nyasi. Siku moja iliyopita, jamaa mmoja aliyesemekana kuiba kompyuta bebe kutoka kwa mwanamke mmoja mjini Nakuru alihangaika kutambaa mwenyewe hadi kwenye mlango wa mganga kutokana na nguvu za mganga maarufu Chama cha Mosi, ambaye aliahidi kumfichua jamaa huyu kwa muda wa siku 7. Kinaya ni kuwa uganga unazidi kunoga katika maeneo tofauti, huku wenyeji wakizidi kuwapuuzilia mbali polisi kwa kushindwa kukabiliana na wizi. Katika visa hivi washukiwa waadhibiwa papo hapo, kwani kupitia uganga wenyeji wanaona kuna ugumu wa kuthibitisha ushahidi wao mahakamani. Na visa hivyo vimekuwa vingi. Huko mjini Eldoret, polisi walijitahidi sana kumwokoa mama huyu kutoka kwa wananchi waliotaka kumuua. Hii ni baada ya wenyeji kudai kuwa nguvu za uganga zilimtambua yeye ndiye aliyehusika na mauaji ya wanabiashara wawili. Mganga alitabiri kuwa aliyehusika na mauaji hayo angejileta mwenyewe katika eneo la mkasa huo kwa muda wa siku 7, na aliyetokea ni huyo. Mwaka wa 2008 waporaji mjini Mombasa walilazimika kurejesha bidhaa walizoiba baada ya kufanyiwa uganga na wenye bidhaa hizo. Walidai kwamba baadhi ya bidhaa ziliwakwamia mwilini, huku wengine wakihofia kufungwa kwenda haja kubwa wala ndogo. Kwa sasa uganga unazidi kupata umaarufu mwa watu kama njia ya kukabiliana na wizi badala ya njia nyingine yoyote ile. Vincent Odur, NTV.